ada. Lakini katika hapo akiwa anaendelea kusoma, mimi ndio nilikuwa nikifanya mahitaji ya mle ndani. Nilikuwa nauza karanga, nilikuwa nakaanga ndizi, miogo na viazi, nilikuwa naleta kampuni na wauzia wafanyakazi wenzangu, napata pesa ya kujikimu na mahitaji ya ndani. Hapo alikuwa akisema kwamba anahitaji pesa ya notisi. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi kila ikifika, yani kila siku nimpe shilingi 3000 ya kwenda kutoa notisi. Kwa hiyo niliendelea hivyo, yani kiujumla tu ni kwamba yani nilimsupport kielimu yake mpaka akafikia hapo alipofika. Kwa kweli hakuwa na biashara yoyote, hakuwa na kazi aliyokuwa akiifanya muda huo, kwa sababu kazi alikuja kuipata baadaye, baada ya mimi masomo yangu yakiwa katikati ndo alikuja kupata kazi. Hiyo 600,000 mimi sikuiona. Nilisoma nao chuo cha uhasibu, walikuwa wakinisaidia kama wanafunzi wenzangu, na wengine ambao walikuwa majirani walikuwa wananisaidia kunikopesha naenda kulipa ada.